Leo tunaanza na masala ambayo yanasema ma hukumu kathrati al-kalami fi nahari Ramadhan. Nini hukumu ya kuzungumza sana katika mchana wa mwezi wa Ramadhani? Nini hukumu ya kuzungumza sana, yani kuwa na maneno mengi mchana wa mwezi wa Ramadhani, na hali ya kuwa mtu amefunga, yuko katika saumu lakini maneno hayamwishi, yana maneno mengi? Masala haya wameyataja wanazuoni, wanasema annahu yastahabu kafu lisan an fudhuli al-kalam fi nahari Ramadhan wa layli. Inapendeza sana kwa mtu aliyefunga basi kuzuia ulimi wake kuwa na maneno mengi mchana wa mwezi wa Ramadhani na usiku wake. Inapendeza kwa mtu aliyefunga kuzuia ulimi wake kuwa na maneno mengi mchana wa mwezi wa Ramadhani na usiku wake. Na bila shaka haya ambayo yanazungumzwa na wanazuoni, tukiangalia ibada hii ya saumu, ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameileta kwetu ili itulee. Inatulea katika makarim al-akhlaq, katika tabia zilizokuwa njema. Mara nyingi hakuna mtu ambaye anampenda mtu mzungumzaji sana, yani maneno mengi, maneno hayamwishi. Wengi katika watu waliokuwa salama katika akili zao, katika utashi wao, wanachukia sana mtu ambaye ana maneno mengi sana, yani mzungumzaji. Kwa hiyo ibada ya saumu inawalea watu wake waleleke katika hali ya kuzuia ndimi zao, na hasa kuzungumza maneno yasiyohitajika, maneno ya ovyo ovyo. Ibada ya saumu inawazuia hivyo. Lakini pia wayajibu al-kaffu 'anil harami min al-ghiba wan-namima wal-kadhbi. Kwa hiyo tumeona kuzungumza maneno mengi inapendeza kwa mtu ajizuie na hayo maneno. Lakini upande wa pili ni wajibu kujizuia, na yale yaliyokuwa ya haramu, kusengenya, kufitinisha, uongo na mfano wake, matusi. Haya hayako katika upande wa mustahabu, yani mustahabu kwamba yanapendeza, hapana. Haya yako katika upande wa haramu, kwamba ni haramu kwa mtu aliyefunga alafu akawa mtu huyu msengenyaji, mtu huyu fitinishaji, mtu huyu muongo. Ni wajibu kujizuia na haya. Walidhalika yaqulu sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Anasema Mtume, yule asiyeacha maneno ya uongo, alafu akawa yupo katika saumu, amefunga, lakini maneno hayo ya uongo na kuyafanyia kazi, basi hakuna haja kwake yeye kwamba akaacha chakula chake, akaacha kinywaji chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani kwamba amefunga. Hakuna haja kwa mtu huyu. Na maana mtu huyu ambaye hatoacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi, ni afadhali ale, anywe, aendelee kula na kunywa, kwa sababu haina maana kwake kuacha hivyo vyakula, kuacha vinywaji vyake wakati ulimi wake una maneno ya uongo. Ina maana maneno ya uongo hayafai kwa mtu aliyefunga, kwa sababu yanaharibu ibada yake hiyo ya saumu. Lakini pia inapendeza
kuzuia viungo. Wa yustahabbu kaful jawarihi an fudulil a'mali, na inapendeza kuzuia viungo kutokana na matendo ambayo yasiyokuwa na faida. Matendo yasiyokuwa na faida, ukiwa katika mwezi wa Ramadhani, tena mchana wa mwezi wa Ramadhani, na upo katika saumu, basi inapendeza sana kwako uachane na hayo matendo yasiyokuwa na faida. Mfano, sasa hivi utakuta watu wamefunga alafu wako kwenye draft, nimekumanga, nimekufunga, wapo kwenye draft. Haya ni matendo yasiyokuwa na faida haya. Kwa mtu aliyefunga inapendeza sana kujiepusha na haya. Amefunga mtu, yupo kwenye ile michezo ile ya nini, wanacheza na vifimbo vile, yupo katika somo, ukimuuliza nakwambia anapoteza muda bwana, nataka muda. Haifai kwa mtu aliyefunga, ni matendo ambayo hayana faida. Kwa hiyo inapendeza kwa mtu aliyefunga kujiepusha na matendo ambayo hayana faida, na badala yake, kama anataka kuupeleka huo muda, kama anataka kuupoteza muda kama anavyodai, ayishaghila, basi ajishughulishe mchana wake na usiku wake bilqiraati, kwa kusoma Qur'ani. Atumie muda wake kwa kusoma Qur'ani, atumie muda wake kwa adhkari, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kucheza hiyo michezo isiyokuwa na faida yoyote, kwa sababu huo ni wakati wake yeye mwenyewe mwanadamu, tena wakati uliokuwa mzuri, tena wakati ambao una malipo ya ziada. Kwa maana mtu anapofanya amali katika mwezi wa Ramadhani, malipo yake analipwa ziada tofauti na miezi ya kawaida. Kwa hiyo atumie mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao masiku yake ni machache, atumie katika kuzidisha matendo yaliyokuwa mazuri, lakini pia na kujiepusha na sehemu zote zile ambazo zina madhambi, sehemu zote zile ambazo zina shari, zina maovu. Hizo sehemu pia mtu aliyefunga anatakiwa kujiepusha. Na mtu huyu sio kwamba kwa sababu amefunga ndio anatakiwa ajiepushe, akiwa hajafunga basi akurubie sehemu hizo. Hapana. Kama tulivyosema, Ramadhani inawalea wafungaji waweze kuleleka hivyo, lakini pia hata Ramadhani inapoondoka, basi awe amejengeka kwa tabia hizo za kujiepusha na kila sehemu ambayo haina faida kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akitahadharisha, anasema, rubba saim hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash, wa rubba qa'imun hadhuhu min qiyamihi as-sahr. Anasema huenda mfungaji fungu lake katika kufunga kwake ni kushinda njaa, kushinda na kiu. Huenda mfungaji, anasema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda mfungaji fungu lake katika kufunga kwake ikawa ni kushinda njaa, kukaa kiu. Kwa nini anaambiwa hivi? Ndio yule ambaye anafunga, maneno machafu hayaishi, matendo machafu hayaishi, lakini bado kwenda katika vijiwe ambapo ndipo kuna maneno ya upuuzi, ndipo kuna matendo ya upuuzi, ndipo anapokwenda kupoteza muda wake kule. Mtu aina hii Mtume anasema huenda huyu anayejiona amefunga, kumbe mtu huyu funga yake ni kukaa njaa na kukaa na kiu. Kwa hiyo inapendeza ndugu zangu, ikiwa tupo katika tunafunga, basi viungo vyetu vifunge, ndimi zifunge kutokana na machafu katika maneno, lakini pia na viungo vingine vifunge kutokana na matendo yaliyokuwa machafu. Tukifanya hivi tutakuwa tumefunga kikweli kweli. Lakini usifunge kula na kunywa basi, lakini viungo vyako havijafunga, vinafanya yote, vinazungumza yote. Tujiepushe haya ndugu zangu, ili tuweze kupata faida katika ibada hii ya saumu, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwachagua watakao. Hawa wameipata safari hii, inapokuja nyingine miongoni mwetu wengine watakuwa hawapo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi tuweze kuyafanyia kazi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.